Ukisema kwamba mwalimu hana uwezo unakuwa unamkosea, kwa sababu tangu amekuja amesare mechi 5 kama ya 5, kwa sababu sare moja ni ya Roman Falls na hajapoteza mchezo. Ameshinda takribani mechi kama 12 hivi kama sikosei, sababu mechi nyingine 2 mpaka 3 alizicheza Roman Falls. Kwa hiyo ukisema hana uwezo tutakuwa tunamkosea. So ni vile mimi huwa sijawahi kuamini katika kocha mbovu na sijawahi kuamini katika mchezaji mbovu. Huwa naamini katika kuadapti mazingira na kuitengeneza timu ambayo jinsi alivyoikuta Pedro Goncalves alivyoikuta Young Africans iliyokuwa ya Roman Falls. Ni timu ambayo ilikuwa haina namba nzuri, ni timu ambayo ilikuwa haina mfumo mzuri. Kwa mantiki hiyo amefanya kazi ya kuirudisha Young Africans, kuhakikisha inacheza vizuri, watu wanaona pasi. Young Africans ya Roman Falls ilikuwa haionekani, pasi hazionekani, hawajulikani wanacheza kwa formula ipi, hawajulikani wanacheza kwa mfumo upi. Lakini amekuja Pedro Goncalves, watu wakaelewa shida inakuja ni katika ufungaji, kwa maana ya utengenezaji wa nafasi, na zenyewe sio kwamba hazitengenezwi. Kwa hiyo na watu wengi kama umewaelewa wanaolalamika, wanamlalamikia mwalimu kwenye engo ya kufanya sabu. Ndo amekuwa hana kichwa kizuri katika kusoma mchezo, kwamba fulani sasa hivi anatakiwa atoke ni mwingize fulani. Mimi huwa naamini katika sabu mbili, sabu ya kiufundi na sabu ya maeneo. Sabu aliyoifanya dhidi ya Yao ni sabu ya kiufundi, lakini wengi wanasema hakupaswa kumtoa Yao kwa sababu Yao alikuwa anapandisha mashambulizi. Of course ni kweli, mtu ambaye alikuwa anatakiwa kumtoa kama alikuwa amekusudia kufanya sabu ya kiufundi, alitakiwa amtoe Shadrack Boka amweke Buba.